Ndugu zetu wapendwa, popote pale mnapotusikiliza, sisi mnaotuona hapa ni wanafunzi wa Mzaliwa wa Pili Zorura 100. Tunamshukuru Luba, muumba wa pekee anayetupa nguvu na kutuwezesha kukutana tena ndugu zetu waandishi wa habari wa vyombo vyetu vya habari vya aina tofauti tofauti, ili kuweza kutusaidia kupaza sauti, na hii sauti iweze kufika mbali kwa watu wa aina mbalimbali, wakapate kusikia ukweli katika siri zilizofichika. Kama mjuavyo, sisi wanafunzi wa Mzaliwa wa Pili tuko hapa kwa ajili ya kueneza neno la kweli katika siri zilizofichika ambazo zimefunuliwa na mgeni wa ajabu, Mzaliwa wa Pili Zorura 100. Kwa wale ambao ni wageni ambao wanaingia kwa mara ya kwanza, unaweza ukashangaa, hivi Mzaliwa wa Pili ni nani? Mzaliwa wa Pili ni mgeni aliyetoka juu mbinguni, nje ya uwepo sio kuwepo. Ingawa lugha hii inaweza kuwa ngumu kweli, lakini msisite kufuatilia na kuchunguza kwa ukaribu sana, tena kwa umakini. Tupo kwenye kipindi cha unabii, kipindi cha kipekee, kipindi ambacho manabii wengi waliotutangulia walitamani sana kusikiliza haya tunayosikia sisi, lakini neema hii haikuwa kwao, bali kwetu sisi, kwa kizazi hiki cha 11. Kwa nini tunasema cha 11? Ni kwa sababu ni kipindi cha unabii ambacho hakijawahi kutokea toka kuumbwa kwa dunia hii. Sasa mengi mtakwenda kuyasikia ya kipekee, ya ajabu na kushangaza. Msisite kuchunguza, kwa wale wanaopenda kuchunguza. Na lengo la mafundisho haya kuondokana na mitazamo mibaya tuliolishwa na wakoloni, kwa maana wazungu. Maana wazungu wao ndio wanefi na damu mchanganyiko. Damu mchanganyiko tunasema Waarabu, Wahindi, wa China na kadhalika. Hao ni damu mchanganyiko, maana walichanga damu katikati ya wazungu na watu weusi. Sasa michanganyiko yake ndio hiyo, unaona rangi tofauti tofauti. Kwa hiyo tuko hapa kwenye mada ya leo inahusiana na mambo ya ushoga, mwendelezo wa mada tulioanza wiki ile iliyopita. Kwa nini mada hii imeletwa? Ni kwa sababu watu wengi sana wako kwenye ile wimbi la ushoga. Hawajui nini maana ushoga, hawajui ushoga umetoka wapi, umeletwa na nani. Na sisi tulishawaambia kwanza, chimbuka la ushoga, master walioleta ushoga ni wale malaika walioasi, malaika walioanguka wa grupu la 3. Hao ndio waliowafunza watoto wao. Watoto wao ni wanani? Watoto wao ni wazungu, wa Nefili. Watoto wao ni wanani? Watoto wao ni hawa damu mchanganyiko, Waarabu. Ukiangalia hao ndio wameleta dini, hao wameleta madhehebu, na hao ndio wamekuwa vinara wa ushoga. Ukiangalia katikati ya hizi rangi, wazungu, damu mchanganyiko, na sisi weusi, nani kinara wa mambo ya ushoga? Nani aliyeleta elimu hii? Ingawa watu weusi wamebobea kwa mambo ya ushoga, lakini kiongozi aliyebobea kuleta elimu hii ya ushoga ni hawa wazungu. Ndio maana michezo hii inafuatiliwa sana kwa kina sana. Wengine wanajifanya wana dini, wengine wanajifanya watu wa madhehebu, wamebobea kwenye mambo ya dini sana, lakini ndio vinara wa ushoga. Ukiangalia vyombo vya habari, kama jinsi waandishi wetu wa habari wanavyovurusha mbalimbali, vyombo kuvifuatilia, ukichunguza, utagundua wenye dini, vyombo vikubwa vya dini, Ukristo, Uislamu kule juu kwenye zile level ya juu kabisa, wanaeneza ushoga na hawasiti kusema sisi ni mashoga. Kama ukiangalia waziri mkuu wa Israeli amekiri wazi wazi kama yeye ni shoga, kwa sababu ana haki hiyo. Sasa vyombo vya habari vinavyotuambia hivyo, maana yake ni nini? Sasa wimbi hili na zana hii ya uovu wa ushoga ukiisha ingia, kaka, dada, nyinyi ambao mnabahatika kutusikia, hiyo viongozi mbalimbali wa chama, wa serikali na kila aina viongozi mnaosikiliza mambo ya ushoga, ukiingia kwenye wimbi la ushoga, hakika huwezi kutoka. Ni laana na ni kufuru. Laana ni kufuru. Kwa nini? Kwa sababu ushoga huu unaambatana ya mwanaume na mwanaume mwenzie. Wanafanya matumizi mabaya ya miili yao, wanatumia matumizi ya miili yao kinyume na utaratibu uliowekwa. Yote haya yanapatikana katika ufunuo wa Mzaliwa wa Pili Zorura 100. Ukiingia kwenye akaunti ya Imani Msimbo utapata mambo mengi, siri zote hizi na chimbuko lake, kama jinsi tulivyoeleza. Hao malaika walioasi ndio wanaleta dhahama hii ya ushoga. Sasa usifikiri elimu hii na ladha ya ushoga basi imekuja hivi hivi tu, wimbi limebobea, usifikiri hivi hivi tu. Nyuma kuna demon zinazochochea, zinakuangalia kupitia
hizi sinema za ngono, pornography, hizo zinachochea mtu anapata mihemko ya ajabu, ndio inayopelekea ushoga kuenea. Vijana wadogo kwa wakubwa, michezo ndio hiyo ya ushoga. Kwa hiyo tambueni kuanzia leo kwamba elimu ya ushoga walioleta ni malaika walioasi, na lengo lao kuangamiza mtu mweusi ili kwamba asitimize hesabu inayojulikana. Hesabu hiyo ni hesabu inayojulikana, maana ulimwengu huu unaouona, ili mwisho ufike, anaye mwenye dhamana ya kueneza hesabu hii ni mtu mweusi, yeye peke yake, sio mzungu wala mwarabu wala mchina. Kwa hiyo ndugu zetu mnaotufuatilia na kuchunguza haya tunayosema, msifikiri ni bure. Tunawaomba sana, chunguzeni mafundisho haya ambayo yameletwa na mgeni wa ajabu, mzaliwa wa pili, Zorula 100. Usisite kuingia katika simu janja, katika ulimwengu wa dijitali. Ukiwasha simu yako, andika ndani ya YouTube Imani Msimbwa kwa lugha yetu ya Kiswahili. Utapata mafundisho yote mengi magumu kupindukia, yenye kuamsha ufahamu wako, uelewa wako, na akili yako itakunjuka, itaachana na mapokeo yote yaliletwa na wazungu na damu mchanganyiko na dini zao na madhehebu yao, maana lengo ni kumlalisha mtu mweusi. Sasa tuko kwenye uamsho, ndio maana unasikia maneno kama haya, ili uamke, upate muda wa kutafakari, ukapate muda wa kuchunguza kwamba haya mnayosikia ndio ukweli. Utoke kwenye mambo ya kidini, maana dini inakwenda kukuangamiza. Dini ni kifo cha kiroho. Sasa ili uyajue haya na kuachana michezo mibaya ya ushoga, lazima uingie kwenye chimbuko la chanzo cha mafundisho, na chanzo cha mafundisho ni mzaliwa wa pili, ni mwalimu pekee dunia nzima, hakuna mwingine. Mwalimu ni mmoja tu, Zorula 100, na Luba muumba wa kweli na wa pekee anazidi kujitukuza. Karibu kaka yangu, uingie kwenye somo zito la kueleza watu nini maana ushoga na asili ya ushoga, asili yake ni ipi. Wananchi wameshajua, sasa uweke mwendelezo ili waweze kupenya na wao kwa nafasi yao wakapate muda wa kuchunguza. Asante sana. Asante kaka yangu Lau Nkavama. Kama jinsi mnavyofahamu kila wakati kututazama, mimi naitwa Boniface Mayunga, ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili Zorula 100. Haya tutakayokwenda kuyazungumza kwa siku ya leo tena ni mafundisho ambayo yanatoka kwa mzaliwa wa pili yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunaombeni sana waumini wa dini zote, wanaojiita kwamba ni manabii, wanaojiita kwamba ni maprofeti au wachungaji, yani watumishi wa Mungu, mnaombwa kuyachunguza haya na kukubali kuwa wanafunzi wa mzaliwa wa pili ambaye ni Zorula 100. Tunapozungumzia ushoga, tuligusia katika kipindi kilichopita na tukaonyesha pia kwamba ikiwa Mungu aliweza kusafisha ulimwengu kwa kutumia gharika, na pia katika mji wa Sodoma na Gomora, yani Mungu alionyesha kwamba hafurahishwi na hawezi akavumilia mambo ya ushoga. Sasa wewe kwa wakati huu, ikiwa wewe unayetusikiliza unafanya michezo kama hiyo, unaweza ukasamehewa kweli? Unaweza ukatubu na ukabaki salama kweli? Mtakwenda kutambua. Lakini sasa tuligusia malaika ambaye hatukumtaja jina. Hatukumtaja jina kwa sababu hii ni level ambayo ndugu zangu mnaombwa kuchunguza, maana mafundisho yapo tayari. Unaweza ukaingia YouTube ukaandika tu mazungumzo ya kichawi, unaweza ukajifunza haya tunayoyazungumza, maana yapo katika hicho kipindi. Sasa maana tuliwahi kugusia tena kwamba kuhusiana na uwepo wa rangi zingine, yani wazungu, na kuhusiana na uwepo wa demoni, yani wale wanaoita kwamba ni roho, wanaoita kwamba ni roho chafu, hawakuumbwa na muumba wa pekee, bali ni matokeo ya malaika walioanguka, na historia yake mnaweza mkaisoma katika Mwanzo 6. Inapatikana katika mstari wa kwanza, wa pili mpaka wa 4. Kuna viumbe ambavyo vilizaliwa vikaitwa Wanefili kupitia hao malaika walioanguka walipokuja kutembea na wasichana wa watu, ambao hao wasichana walikuwa ni weusi. Ndiyo chimbuko sasa la rangi zingine.
na tayari hao malaika ambao hatujawataja, na moja kati ya malaika ambaye hatukumtaja ambaye alikuwa ni kiongozi kabisa kati ya wale malaika 35, ndiye aliyeanzisha mawazo hayo, ndio wa kwanza kabisa kufanya mambo ya kuleta huo mseto, uwepo wa demoni. Kwa hiyo uwepo wa demoni, yani hizo roho chafu, na uwepo wa wazungu ni kupitia kundi hilo hilo la malaika walioasi. Kwa hiyo ni wao ndio walitembea na wanyama wakaleta demoni, ni wao tena ndio waliokuja kutembea na wanawake weusi wakaleta rangi zingine. Na ndio maana sasa katika Yuda 1:6 mpaka 7 tunasoma hapa, imeandikwa kwamba na malaika ambao hawakulizika na cheo chao wakayaacha makao yao ya asili, Mungu ameweka gizani kwa minyororo ya milele, wahukumiwe siku ile kuu. Ina maana hawa malaika, ikiwa Mungu amewaweka katika minyororo ya milele, wahukumiwe siku ile kuu, kuna kitu ambacho walikifanya ambacho nimekizungumza na kinashuhudiwa pia katika maandiko hapa kwamba kumbukeni pia Sodoma na Gomora na miji ya kando kando yake, wenyeji wake walifanya kama wale malaika. Walifanya kitu gani? Walifanya uzinzi na mambo yaliyo kinyume cha maumbile, wakapewa hukumu ya moto wa milele, iwe onyo kwa watu wote. Kwa hiyo hili kundi ambalo tunalisoma hapa la malaika walioanguka limefungwa mpaka sasa, limefungwa, na tutajikita katika kuzungumzia ni wapi ambapo wanapatikana kwa wakati huu. Kwa hiyo ikiwa hawa malaika waliweza kufungwa, sasa ikiwa wewe ni kiongozi, ikiwa wewe ni kiongozi katika chama chochote, unakubaliana na haya mambo, hauoni kwamba unajiingiza katika hukumu ya milele ambayo wewe pamoja na kizazi chako hamtaweza kusamehewa? Kuhusiana na swala la ushoga, ndugu zetu, hili jambo, mtu anaweza akafanya dhambi zingine, haijaruhusiwa kutenda dhambi, lakini mwe tuna ufahamu kwamba mtu anaweza akaingia katika hali mbalimbali za uasi, lakini anapofikia katika hali hii ya ushoga, maana yake mtu huyu hawezi akasamehewa, yani hawezi akatakaswa na neno. Yani neno halina uwezo wa kumtakasa mtu aliyejiingiza katika mambo yaliyo kinyume cha maumbile. Kwa hiyo ni hatari sana na ni angalisho sana kwa wewe unayefanya mambo ya namna hii. Sasa mzaliwa wa pili alituambia kwamba ndani ya Biblia kuna makosa, ndani ya Biblia kuna mikanganyiko, ina maana kuna mambo ambayo hayako vizuri. Sasa na Yesu aliyetuletea, au Yesu ambaye anayeabudiwa akiitwa kwamba ni Mungu, waumini wanaomwamini Yesu kumuita kwamba huyo ndiye mkombozi wao, tena wanamchora kwa rangi ya mzungu, mjue kwamba huyo sio mwokozi wa watu weusi, kwa sababu wale walioleta zana ya dini pamoja na maandiko ambayo watu wanayasoma, sasa mtakuja kugundua kwamba kuna andiko ambazo zinahalalisha na zinaonekana kabisa kwamba huyo anayejulikana kwa jina la Yesu Kristo ndiye anayeonekana pia katika jambo hili. Kwa hiyo unayependa kutusikiliza, chunguza haya. Unapoangalia Yohana 13:23, Biblia takatifu nitasoma. Yesu alikuwa na mazungumzo na wanafunzi wake. Sasa kukafikia hapa sasa nitakwenda kusoma hapa katika Yohana 13:23. Imeandikwa kwamba na palikuwa na mmoja wa wanafunzi wake ameegama kifuani pake Yesu, ambaye Yesu alimpenda. Hili andiko unapolisoma unatafakari namna gani? Yaani Yesu anaongea na wanafunzi wake, na huyu mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda hakutajwa jina. Sasa
na mnatambua kwamba wanafunzi wa Yesu kwa mujibu wa Biblia walikuwa 12. Sasa ni nani ambaye huyu anatajwa hapa ambaye Yesu alimpenda, ambaye alikuwa amegama kifuani pake? Ni nani? Hivi kweli hapa kuna mafundisho gani hapa yanapenda kuwaeleza? Yaani Yesu ambaye ni mwanaume, tena wanafunzi wake ambao ni wanaume. Sasa mmoja kati yao amegama kifuani pake. Hivi inaleta picha gani hapo? Inaleta picha gani hapo? Sasa hili ni jambo ambalo mtu mnaweza mkakerwa, watu kumlazi waumini mnaweza mkakerwa, mnaweza mkajihisi vibaya, ila mimi nikizungumza hapa mnaweza kuniona kama vile labda sio mtu ambaye sina heshima. Lakini ikiwa limeandikwa hivi na ni Yesu kwamba mwanafunzi wake amegama kifuani, mnaona kwamba ni kawaida. Hili ni jambo la ushoga. Mwanaume mzima na ndevu zako unaegama kifuani pa mwanaume mwingine kifuani, si ushoga huu? Tamalizia hapa. Marko 14:45 imeandikwa kwamba basi alipokuja, huyu ni Yuda ambaye inaonekana kwamba baada ya kumsaliti Yesu ikafikia hapa kwamba basi alipokuja mara akamwendea akasema Labi, akambusu. Yaani Yuda ambaye ni mwanaume anaenda kwa Yesu ambaye ni mwalimu wake, halafu anamuita Labi, halafu akambusu. Hili ni jambo gani ndugu zetu? Mwanaume kumbusu mwanaume mwenzako. Na katika tafsiri zingine katika Marko 14:45 wanasema akambusu kwa wororo. Yaani kumbusu kwa wororo, yani ni kiundani, yani ni katika kihisia. Haya ni maandiko ambayo yamefunuliwa na mzaliwa wa pili Zulula 100 kwamba maandiko tuliyoletewa ndani ya Biblia, na ndio maana swala la ushoga ili mtu aweze kuepukana nalo ni kutoka kwenye hizo dini. Ikiwa Biblia yako na haujui na umeandikiwa mambo ya ushoga, sasa wewe utabaki salama kweli? Kwa hiyo Yesu Kristo sio mwokozi wa watu weusi, na ikiwa tunaongelea mambo ya ushoga ni kwa sababu pia ndani ya Biblia yapo, na ndio maana watu katika hali inayoonekana wanafanya. Ina maana nyuma ya ushoga kuna malaika walioanguka pamoja na hizo demoni.